hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, kifuatia na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia, ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha, na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti 485 katika maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi, lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo, lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili. Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti